Peleka umeme. Sasa tunakwenda kwenye vijiji. Vuteni umeme wananchi. Tena nyie Manonga, nyie mko kwenye ile bei ya vijijini ambayo ni rahisi kila mmoja kuvuta. Umeme tumeshaleta vijijini. Vuta, peleka kwenye nyumba zenu. Ndugu wananchi, kwenye eneo hili la umeme tunataka tuanze mkakati huu wa matumizi ya umeme, kwa sababu tunalenga kuzuia uharibifu wa mazingira kwa ajili ya kupikia. Nataka watu mpikie umeme pamoja na gesi. Unaweza kutumia umeme, unaweza kutumia pia na gesi. Yako majiko ya umeme, yako majiko ya gesi. Achana na matumizi ya kuni. Tumia umeme ambao umeletwa kwenye eneo lako ili tuweze kutunza mazingira. Haya ndio malengo ya kuleta umeme mpaka vitongojini. Kwani jukumu sasa la kila mmoja kuvuta umeme kwenye nyumba yake. Tunaendelea na kuimarisha ujenzi wa barabara. Tunayo taasisi TARURA iko wilayani Igunga. Jukumu lake ni kuzibua barabara, kuunganisha kati ya vijiji na vijiji, vijiji na kata na makao makuu ya wilaya. Lakini ziko barabara muhimu za uzalishaji, ikiwemo na hii inayotoka kule Chuma cha Nkola inakuja Ziba, Kinga, Simbo, inaenda pale Puge, inatokea barabarani. Hii ni barabara ambayo tayari iko kwenye ilani. Barabara hii ni miongoni mwa barabara ambazo zitakuwa kujengwa awali kwa mfumo wa EPC+F, ambao tayari wakandarasi walishapatikana, bado kuanza kwa kazi. Tunaendelea kuratibu wakandarasi wote na barabara zao ili tuone wanaanza lini na wanamaliza lini. Kwa hiyo Mheshimiwa Bulamali, kwa kuwa wewe ulileta barabara hii na ukashauri na serikali ikapokea ushauri wako wa ujenzi, pamoja na Mheshimiwa Dr. Kigwangala ambaye anaanzia hapo katikati mpaka Puge kwenye eneo lake, tutawajulisha lini kutakuwa na shughuli ya kusaini, ili na nyie mshiriki kwenye kusaini ujenzi wa lami kutoka Ziba mpaka kule Puge barabarani. Kwa tunaendelea na kuimarisha na ujenzi wa barabara. Ziko barabara zimetamkwa, lakini tumeshawapa kazi watu wa TARURA waziingize kwenye bajeti inayokuja ili ujenzi uanze kuanzia mwezi wa 7 na kuendelea. Malengo mwezi kupita na kufanya shughuli zenu kwenye barabara zilizo bora kabisa. Eneo jingine ambalo tunaliimarisha sasa ni swala la uchumi wa mtu mmoja mmoja. Tumetoa ruhusa watu kufanya biashara, wakina mama lishe, baba lishe. Tumerasimisha usafirishaji wa bodaboda. Tumerasimisha bajaji kuwa ni sehemu ya biashara. Lakini pia wilaya isimamie fursa zilizopo ndani ya wilaya, kuwaruhusu wananchi kushiriki kwenye kujiendeleza kiuchumi. Najua kuna wakulima na wafugaji, nayo pia ni sekta ya uchumi mzuri tu. Maeneo haya tumetoa wigo mpana watu wafanye shughuli zao ili kila mmoja aweze kuwa na uchumi wake. Lakini sasa hivi tunaendelea kujenga VETA na wilaya, mkoa huu kila wilaya ina VETA. Lengo wako vijana wanahitaji kuwa mafundi, waanzishe makampuni yao, waendelee kutumikia na kuhudumia wengine, waweze kulipwa na huduma hiyo. Tunapeleka pale ili muweze kujifundisha umeme, cherehani, lakini pia kompyuta, ushonaji, upishi na shughuli nyingine yote ya kiufundi, ili uweze kuanzisha kampuni yako. Maeneo tulianza muda mrefu tumepata mafanikio sana, vijana wote wameenda VETA. Na wameenda VETA bila kujali kama wewe una degree ya chuo kikuu, una diploma, una form 6 tu, form 4 au darasa 7. Yeyote anataka ufundi, huo umesoma chuo kikuu, nenda VETA kasomee. Chuo kikuu umesoma geography, umesoma mahesabu, lakini VETA unajifundisha ufundi wa umeme, ufundi wa kushona nguo, ufundi wa kutengeneza magari, ufundi wa umeme, vitu vya namna hii. Kwa hiyo una degree yako, lakini pia ni fundi umeme. Unapanga biashara yako, unaendelea. Haya ni mambo ambayo tunahamasisha. Lakini sekta ya kilimo na mifugo